na anataka replacement, sisi hatuna shida kumpa replacement, lakini tukubaliane huyu ana mtoto mwenye shida, majukumu yake ni mengi na yanahitaji watoto wa dada zaidi ya mmoja. Hicho ndo atukubalie ili tuweze kumprosesia dada mwingine. Ambayo hiyo alikubali, alisema kwetu sisi hatuhusika na watoto. Hapana, yani hiyo sio kwa jaziba ile. Vile alipokuwa anaongea ile, ile tufute kabisa. Sasa hivi tuanze kwa sababu dada yuko hapa. Tuongee sasa kwa nani? Hapo itasikika wapi? Hello. Ndio. Habari ya kwako, madam? Salama. Naendeleaje? Salama. Sawa. Sasa tuko na dada. Ndio. Na dada tumejaribu kumsikiliza changamoto alizokutana nazo. Ametuambia kuhusu swala la mtoto ambaye ana changamoto pia amelisema. Kwa hiyo tunitaka sasa tukubaliane, maana wewe ulitukatalia kwamba huna mtoto mwenye shida. Sasa hiyo ndio inayotupa changamoto. Tunataka tuelewane, tukubaliane ili tuweze sasa kama tunakupatia replacement, tukupatie replacement wote tukiwa tunajua majukumu yako yakoje na nyumba yako inahitaji dada zaidi ya mmoja. Ingawaje ulituambia wadada wako wawili, lakini dada anasema huyo dada wa pili kaja juzi ana siku 3 tu mpaka anaondoka dada ana siku 3. Lakini nyuma alileta dada yeye mwenyewe akiwa shahidi, alimleta yeye mwenyewe. Akakaa naye, baada ya mwenzake kushindwana akaondoka, ndio akaja huyu mwingine. Yaani sijaelewa. Kweli. Yaani yeye wakati yupo hapa alipofika. Alikuta kuna dada? Hakukuta kuna dada. Nikamwambia baada ya kuhangaika kutafuta, alikuja msichana mmoja akasumbua akaondoka. Nikamwambia je, wewe hauna mtu unayemfahamu? Akaniletea mdada yeye mwenyewe. Mmoja akaondoka. Akaja akafanya kazi, wakashindwana wakagombana, mwenzake akaondoka. Anasema huyo aliyemleta alikaa siku moja tu? Hapana, kukaa siku moja. Alikaa zaidi ya wiki na. Kwani asemi ukweli? Ana hata hofu ya Mungu na mtu amemtafuta mwenyewe. Aseme ukweli, hata kama ndio hataki kufanya kazi, atafanya lakini aongee ukweli. Okay, sawa. Kwa hiyo akakuletea dada mwingine akakaa wiki, huyo dada yeye mwenyewe ndo aliniletea, wakashindwana wenyewe. Na yeye mwenyewe ndo aliniambia dada huyu mfanyaje mtoe, mimi nimemshindwa. Nikamtoa. Baada ya kumtoa nitatafuta dada mwingine akaja. Ndio huyo alomwacha ana siku 3. Okay, sawa. Sasa tunakubaliana kwanza kuna mtoto ambaye pia huyo ana changamoto ambayo ulitukatalia kata. Lakini anasema kuna mtoto wako ambao mmoja ana mahitaji maalum, na sisi tunavyosema hivi hawa watoto ni kwa lengo la kuweza kuwasaidia watoto, sio kwamba tunasema hivi ili kuwaanika au kuwacheka au kuwafanya nini. Hapana, hatuna nia yoyote mbaya zaidi ya kuhakikisha kwamba huyo mtoto anahitaji watoto wenye mahitaji maalum, yani wanahitaji watu wenye upendo sana. Anahitaji mtu ambaye ni mvumilivu sana. Yani kwenye nyumba ya mtoto ambaye ana mahitaji maalum, yani anahitajika mtu ambaye ana utaalamu. Ndio lengo letu. Sio kwamba hatuna lengo lingine zaidi ya kuhakikisha huyo mtoto anapata huduma inayostahili. Sasa wewe unapokuwa unakataa au mteja wetu anapokuwa anasikia yani anakuwa mkali kwa sababu tumejua kwamba ana mtoto ambaye ana mahitaji maalum, inatupa sisi changamoto kuendelea kumhudumia, kwa sababu tunajua hawa dada wa kawaida mara nyingi wanaweza wakawa wanawaumiza hao watoto, hawawajali kwa sababu hawana utaalamu. Sijui kama umeelewa hapo. Umeelewa? Kwa hiyo yani hakuna sababu ya kuficha. Unajua wewe huombi, Mungu ndio anayekupa watoto. Kwa hiyo akija mtoto ambaye ana tatizo, yani sio kosa lako, ni mtoto amezaliwa, sasa inabidi ahudumiwe vizuri na ahudumiwe kwa mahitaji yake anayohitaji. Kwa hiyo kwamba sasa tunakubaliana kwamba una mtoto mmoja ambaye ana shida, si ndio? Ndio. Sasa kama ni hivyo inabidi sasa yani wakati wote uwe na wadada wawili. Yani ukisema mpango huwa iko hivyo.
Sasa nyumba yako iko hivyo. Huyu dada si huyu dada anasema alipokuja akukuta dada alikuwa peke yake. Sema hapo katikati alikuwa peke yake. Akakaa hata wiki ikuisha akamleta mwenzake. Na hiyo yote ni baada ya yule wanyuma alivyoondoka. Nyuma yake naye yule msichana wa pili naye aliondokaja. Akaja Rema ndo akaondoka. Kwa hiyo nyumbani kulikuwa hakuna mtu yoyote. Ndio maana yeye alipokuja akakuta hakuna mtu. Ila muulize, ni mwenyewe nilikuwa ninahangaika kwa juhudi zote. Kwa sababu mwenyewe naelewa kwamba nyumbani kwangu hakuwezi kuwa mtu mmoja. Nyumbani kwako hakuwezi kuwa mtu mmoja. Yaani kabisa hilo lazima. Ndio maana nilikuwa natumia juhudi nyingi, ndio maana mwishoni nikamwambia mpaka yeye anisaidie na ndio akamleta mwenzake. Ambaye anasemaga sio alishafanyaga kazi wapi? Kuna alishaikuwa hapo kwenu. Akashindwa sijui. Sio alimaliza mkataba akaondoka akarudi kwao sijui ni mtu wa Tabora. Ndio huyu alimleta ni mtu mzima hivi. Ndio alikuja akakaa naye alipoondoka ndio akaja huyu akakaa kidogo tu kama siku 3 si ngapi peke yake. Ndio akaja huyu binti. Sasa madam haina shida, wao wadada wanaweza wakaletana huko pembeni, lakini sisi tunachoangalia ni usalama wa familia yako kwa dada unayemchukua hapa kwetu. Na wadada walionyooka mara nyingi yani wao ndio wanafanya kazi na sisi. Ukiona dada anakimbia utaratibu zetu ujue kuna vitu anavikimbia. Na sisi hao uaga yani kama mfano ingetokea tatizo hapo umeelewa, sisi tusingekuwa tunahusika na huyo dada, ila huyu kulingana na utaratibu zetu za mkataba tuliokubaliana yeye ndo angeingia kwenye hiyo shida, lakini sio sisi, si ndio? Kwa sababu sisi tunachoangalia ni hali ya usalama. Yaani mpaka hiyo masuala ya kusema mtoto wako ana shida inabidi tukae chini tujue majukumu yake atafanya nani. Hiyo yote ni kwamba yani tusije tukakuletea mdada wa kawaida akaja akamfanyia jambo mtoto au yani ikatokea shida yoyote akashindwa kumtimizia mtoto majukumu yake vizuri, alafu ikitokea shida wewe utasemaje mimi huyu dada nilimtoa kule kwa Joyce Kiria au dada nilimtoa wa Dada Center. Hiyo kwetu sisi ni shida. Kwa hiyo tunalinda sana brandi yetu na tunahakikisha tunalinda pia familia zenu. Wadada tunao hapa waweze kuja kutoa huduma nzuri kulingana sasa na uwezo wao. Sasa sisi tukaona huyu changamoto aliyoturipotia uwezo wake huko chini. Inabidi tukae upya tushauriane ili upate mtu ambaye ana uwezo wa mtoto wako vizuri, alafu pia kuwe na dada mwingine ambaye atafanya hayo majukumu mengine. Sio, umenielewa hapo? Kwa hiyo sisi kingine ambacho amekisema ambacho nafikiri pia inabidi ukiangalie ni swala la mtoto jioni wewe na Mr. mnakuepo, lakini anasema kwamba mtoto akianza kulia wewe unakuwa mkali kwa dada, unamwambia mimi muda wangu sasa hivi ni wa kukaa na mume wangu, usiniletee mimi mtoto anayelia. Umeona? Sasa kwa hiyo nikasema kama unakuwa na dada wa kawaida inabidi na wewe unaporudi jioni uweze kusaidiana nao kwa ajili ya huyo mtoto. Lakini ukisema umwachie tu dada muda wote, hiyo itakuwa haiko sawa, kwa sababu anasema mpaka alipofikia hatua ya kutuambia ni ile kwamba wewe ukirudi jioni na Mr. utaki kabisa huyo mtoto kumsaidia kumbembeleza alale, kwa sababu anasema jioni waga anakuwa na hizo changamoto za kulala. Analia mpaka aje kulala, yani anakuwa kidogo anahitaji yani nguvu aidha kutoka kwa baba au kwako. Umeona? Na yeye anakuwa kutwa nzima ameshinda, kuna watoto wawili wengine ambao wakirudi shule inabidi awahudumie, awaandae. Yani kwa kweli majukumu ni mengi kwa dada mmoja. Umeona? Kwa hiyo nalo amekuja naye kaongeza mambo yamekuwa mengi. Sasa dada yani mtu akishashindwa sehemu, yani akishakuwa hataki sehemu moja, huwa anatoa sababu nyingi, ni kawaida binadamu. Kwa hiyo mimi namuelewa kabisa, kwa sababu toka hata alipofika alikuwa ananiambia Morogoro yeye hataki kwa sababu alishafanya kazi Morogoro. Kwa hiyo hicho cha kwanza ndicho. Sasa mimi unaona kitu ambacho kimeniponza nikuto labda kutoa ripoti ya vitu vyake vyote alivyokuwa anavifanya. Hapa nilipokuwa naona mimi nachukua it's okay. Naona ndio maana mimi imeniponza mimi. Lakini vitu alivyokuwa na ushauri pia. Labda uwe mnawaambia dada anapenda kufanya kazi sehemu gani.
Hapana, sisi tuna madam tuna miaka 15 tunafanya kazi na hawa dada. Kwa hiyo tunawaelewa vizuri. Na huyu hata siku alikuwa ulizii kuhusu kuondoka. Kutokana na sheria zenu kwamba mtu hatakiwi kuchagua wapi kwa kufanya kazi, ndio maana ikabidi aje. Sasa hiyo itakuwa sio kazi tena madam. Tukianza tena kuweka hapa wadada wachague mikoa wanayotaka. Si wote watataka kukaa Dar es Salaam, huko mkoani mtapata wadada kweli? Na wewe ulishapata dada amemaliza mwaka. Sisi tuna sheria zetu ambazo mtu ambaye anataka kufanya kazi na sisi anataka kulipwa hela nyingi, kwa sababu huko mtaani bado kuna wadada wa bei rahisi. Lakini mtu anapokuja Wadada Center anataka mfumo ambao unaeleweka. Yaani hata kama Rehema ataongea mambo mabaya kuhusu mimi, lakini mimi nitaendelea kumsifia. Hata akisema sijui mimi nilimfanyaje, lakini mimi nitamsifia. Siwezi kusema uongo. Nani huyo? Huyu. Rehema yule kutoka kwenu. Wewe? Hapana. Sio Rehema, ni mwingine. Yaani nitamsifia daima, hata yeye akiongea vibaya, lakini ajue nitamsifia na mumfikishie tu ujumbe. Na Rehema ndio huyu alikataa, akasema kwa kweli pale hapana, kazi zake yani nilizivumilia tu. Unajua kuna wadada madam wanasema ukweli hivyo. Unajua Rehema alikataa mwenyewe msichana wa pili. Ndio maana hata hao wasichana huwa wanaongea, lakini hawaongei ukweli kutokana na kwamba sijui ili apate support kutoka kwako. Sasa Rehema si alikuja hapa kutafuta kazi madam. Unajua wao wanawasikiliza nyinyi sana, alafu wakifika huku makazini wanakuwa tofauti. Sasa madam, hebu tuongee tu ukweli. Hapa tumetoka sasa kuliweka jambo lako sawa. Wewe ulikuwa unatukatalia huna mtoto mwenye changamoto. Lakini leo hii umekubali kutokana na dada mwenyewe ameshafika kituoni na tukamwambia tunampigia bosi wako, tunataka utuambie kile kilichokuwepo. Na yeye akasema kwa kweli kama mnataka twendeni mguu kwa mguu muone huyo mtoto ambaye mimi nimesema kama nimesema uongo. Kwa hiyo wakati tuko hapa tuko naye dada hapa, hata atuongei pembeni. Tuko naye tunamwambia tunampigia bosi wako, kama kuna jambo umesema uongo na yeye mwenyewe hapa aliondoe. Kwa hiyo sio kwamba wadada wanasema uongo, ni kweli kwamba kuna wadada wavumilivu, lakini kuna wadada wengine ambao hawataweza, yani uvumilivu unazidiana. Lakini tukubaliane pia nyumba kama hiyo ya kwako ni nyumba ambayo inahitaji dada zaidi ya mmoja, kwa sababu tayari una watoto 3 na mmoja ana changamoto. Sasa utasemaje? Kwa mfano dada amekataa na sisi alituambia kabisa, alikuja hapa kurudi kazini. Tukamwambia basi bosi wako bado anakuhitaji na anakupenda sana. Akasema hapana jamani, nimekaa kweli pale lakini nimevumilia mno, mimi naomba mnipangie tu sehemu nyingine. Sasa wewe utasemaje kwamba Rehema hicho kitu mimi nakataa? Hapana, lazima tukubali. Kuna kuna changamoto kwenye nyumba zetu. Mimi sijakataa wala sijamblame mtu. Mimi nimekubali, nimekubali, ndio maana nyumbani kwangu mimi toka mwanzo nakwambia hakujawahi kuwa, toka huyu mtoto alipozaliwa hakujawahi kuwa na mtu mmoja. Kwa msichana akisema kwamba alikuwa anafanya kazi peke yake, huo ni uongo. Mimi ninachokisema, kwa nini mtu udanganye? Sasa madam hapa mwenyewe unasema dada alikuja akakuta hakuna dada yuko peke yake. Hapo akakuletea dada mwenyewe akashindwana, ingawaje alimleta mwenyewe shoga yake Kidawa, lakini wenyewe wakashindana. Sasa uone madam hapo tayari inaonyesha kabisa kuna shida, kuna kitu ambacho hapo kinawashinda majukumu ya nyumbani kwako. Hiyo unaikataa. Sasa tutakusaidiaje? Ukiniambia sio kwamba nakataa. Mimi sio kwamba nakataa kwamba kuna shida hapa nyumbani kwangu, hapana. Ila wadada ndio wana shida. Sio wadada wana shida. Nataka nikuelewe vizuri. Mimi sio kwamba nasema nyumbani kwangu pana shida au wadada wana shida. Ni mtu kuamua tu kufanya kazi basi. Lakini ukiniambia kwamba hiki nyumbani kwangu mimi naelewa kila kitu kwamba na ndio maana hakujawahi kumisi watu wawili nyumbani. Haya, sasa inatokea ni vile mtu kuwa na moyo wa kufanya kazi. Okay, sawa. Nafikiri tuende hapo kwenye huo moyo wa kufanya kazi. Unajua kuna mtu anaweza akawa anatamani kufanya kazi ya udaktari, lakini kama hajaisomea anaweza akatibu watu. Hajasomea? Mtu anasema mimi napenda kuwa daktari. Ukimpeleka hospitali ukamkabidhi vifaa na kazi na hajaenda shule kusomea hiyo kazi, ataimudu? Hawezi kumudu. Sasa hapa ndio tunapokuletea ule utaalamu wetu kwamba
kuna wadada ambao wana level tofauti. Yaani hiyo sahau kabisa, maswala ya una hela weka pembeni. Nataka tukubaliane kwanza fact hiyo kwamba kama mtu anasema mimi napenda sana udaktari na tukamwambia basi Muhimbili hii hapa, kitengo hicho hapa, silaha zote za udaktari hizi hapa, tibu watu, atatibu? Hawezi kutibu, si ndio? Sasa kwa hawa watoto hawa, nyumba zinazokuwa na watoto, na hasa akisha kuwepo na mtoto ambaye anahitaji maalum, kwanza tu watoto wa kawaida wana utaalamu wake kwenye malezi. Na haimaanishi kwamba kwa kuwa mzazi umezaa basi wewe utakuwa ni mjuaji wa malezi. Hapana, lazima tukubaliane kwamba kuna wale ambao wameenda wakasomea mambo ya malezi, wanajua zaidi kuliko sisi. Lakini anapotokea sasa mtoto ambaye ana hiyo shida ya mahitaji maalum, yani hao ndio kabisa wanahitaji watu ambao wana uwezo. Kwa hiyo kile ulichokisema kwamba wadada hawa ni swala tu la mtu kuamua kufanya kazi, ni kweli kuna wadada ambao wanakuja wana moyo wa kufanya kazi, lakini unakuta hizo kazi ziko juu ya uwezo wao. Na kama kazi iko juu ya uwezo wake, anachoweza tu kukifanya ni kukimbia, ni kutafuta sababu za kujishika, na mwisho afanyeje? Aondoke. Kwa hiyo hapo ndipo sisi tunapokuja kuwashauri kwamba kulingana na majukumu yako inabidi upate mtu mwenye uwezo. Na kama hauna uwezo wa kuajiri hao watu wenye uwezo, kwa sababu wenye uwezo nao kuwalipa ni gharama, basi wewe mwenyewe mama mtu inabidi ujue jinsi ya kwenda na hawa ambao unawachukua wa kawaida. Kwa mfano, mtoto wako huyo mwenye mahitaji maalum, kama unaendelea kudili na wadada wa traditional, basi wewe uhakishe pia unapunguza muda wako wa kazini, ili unaporudi uweze sasa kuhakisha unamhendo nani? Huyu mtoto. Lakini ukimwachia dada muda wote wakati jukumu lenyewe tayari liko juu ya uwezo wake, ni ngumu wewe kuweza kupata msaada. Yaani utakuwa unasumbuana na wadada sana 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 sana. Utalaumu wadada center, utalaumu madalali, utalaumu kila ambaye atakuletea. Lakini ukweli ni kwamba wanakuja watu ambao uwezo wao uko chini, na unakuta majukumu ya nyumbani kwako yanahitaji specific utaalamu kutoka kwa watu wenye uwezo. Si umenielewa hapo? Maana kuelewa, mimi nataka uelewe, usikimbilie kusema mimi sina hela za kulipa professional smart. Yaani tukubaliane kwamba kwanza huyu mtoto tayari tuna mtu ambaye anatakiwa apate mtaalamu. Sasa mimi sina uwezo wa mtaalamu. Hapo ndio tunaenda kwenye plani nyingine sasa. Kwamba kama hauna uwezo wa mtaalamu, then tunamsaidiaje huyu dada wa kawaida ambaye atakuja kwa ajili ya kuweza kufanya majukumu hayo? Wewe play part gani kama mzazi ili uweze kusaidiana naye katika hayo majukumu? Sio kama umenielewa madam? Mimi nimekuelewa. Ila mimi naona msimamo wangu uko pale pale kwamba yeye huyo wa kwenu yeye aje afanye tu majukumu ambayo anatakiwa kufanya. Ambayo ni yapi? Ni hayo ambayo anatakiwa kufanya, ambayo ni kudeki, usafi, kupika, kufua, kuosha vyombo afanye. Aya, swala la huyu, swala la watoto asihusike nalo. Kwa hiyo kwanza kuna watoto watatu, si ndio? Kwa hiyo mtu wa watoto atakuwa ni mtu mwingine. Dada tutakaye kuletea yeye atadili na masuala mengine, sio shughuli za watoto, si ndio? Lakini kwa nini watoto mnawatoa na wakati mwenye shida ni mmoja ambao nyinyi ndio mnasema kwamba anatakiwa awe na mtu atafanyia majukumu mengine? Sasa kwa sababu watoto hapana madam, tunakusaidia watoto wako wapate malezi mazuri. Tunakusaidia kwa sababu wengine sio kwamba wengine wana shida, isipokuwa yani jukumu la watoto ni jukumu ambalo ni kubwa sana kwetu sisi kwenye mradi wetu. Yaani katika haya majukumu matatu, watoto wanadili na watoto. Umeona? Lakini kama wanadili watoto mnawatoa. Sasa ukishakuwa na watoto, kwa mfano kuanzia zaidi ya mtoto mmoja, yaani mimi mwenyewe madam nimezaa, yaani nilivozaa mtoto wa pili tu, nyumba yangu ilikuwa na wadada wawili muda wote. Dada wa watoto na dada ambaye anafanya majukumu mengine. Na hiyo ni basic kabisa. Kwa hiyo dada traditional anaweza akakaa na watoto, ingawaje sio kwa utaalamu ambao unafanywa na wadada ambao ni smart na professional, lakini anaweza kukaa na watoto. Lakini inabidi usimlundikie kazi nyingi sana. Yaani akae na watoto wawili na shughuli nyingine zote za nyumbani, hapo bado umemoverwork. Inabidi umpunguzie majukumu kidogo.
Ndio maana nikasema kama unaleta mtu wa watoto, basi akae huyo wa watoto, huyu mwingine afanye majukumu mengine. Watoto wawili. Kwa hiyo ingetakiwa napo niwe na wasichana wawili ambao hawana shida, ambao wana shida shuleni, wanarudi jioni. Na ingekuwa huyo hajazaliwa ambao mwenye shida. Ingetakiwa nikae na wasichana wawili. Au la, wewe mwenyewe uwe ni mshiriki wa hizo kazi za nyumbani. Yaani kwamba kuna majukumu ambayo wewe unarudi utayafanya.